walimu 4 tu. Mimi hapo na swali. Una swali? Kanisa la Waadventista wa Sabato Maganzo kwa lina walimu 4. Wengine walikuwa wapi? Kwa sababu wanavyojua wakiwahi shule Sabato wanasema bado sijanywa chai, bora nibaki tu nyumbani kwanza ninywe chai. Ndio kinachosababisha mpaka watu walimu wa madarasa wanacheza, sio walimu tu pia na washiriki pia. Kwa hiyo inatakiwa tuwe waaminifu wa muda, tuwe tunawahi darasa la walimu mpaka kipindi hiki kinachoendelea, na Mungu atawabariki sana. Amen. Swali linalofuata, na waliofunga kipindi hiki walikuwa watu wangapi wa shule Sabato, na kipindi hiki kilifungwa ilipofika majira ya saa ngapi? Hebu nijuze kidogo, ni wafahamishe waliochelewa shule Sabato siku hiyo. Waliofunga kipindi hiki walikuwa ni watu 56, na kipindi hiki kiliahirishwa majira ya saa 2 na dakika 57. Mungu akubariki sana. Hicho iko ni kipindi cha kwanza ambao ni darasa la walimu. Tumeona upungufu namna walivyokuwa upungufu wa kwenye darasa, tukianzia na walimu pia na washiriki tuko hafifu sana. Kwa hiyo inatakiwa tuwe tunawahi kuanzia darasa la walimu. Inayofuata ibada ya kusifu nyimbo za Kristo. Je, hii ibada ipoje? Je, labda unaweza kunifahamisha hata kidogo kuhusiana na hii ibada ya kusifu nyimbo za Kristo? Ibada ya kusifu nyimbo za Kristo ni ibada ya kujifunza nyimbo za Kristo na uimbaji pia. Amen. Haya, swali la pili nasema, je, wewe rafiki yangu Amosi, unaweza kumsifu Mungu kupitia uimbaji? Kama ni ndio, hebu msifu Mungu kupitia uimbaji, kwa maana Mungu aliandika kwamba tumsifu kwa njia ya uimbaji. Hebu msifu Mungu hata kwa beti moja na chorus. Tuone kama wewe unaweza kumsifu Mungu. Nitajaribu kumsifu Mungu kwa wimbo namba 199. Upendo ni furaha. Inatakiwa iliyoeleweka, sio kia hivyo ovyo ovyo. Upendo ni furaha. Upendo ni furaha, ni kweli desturi yake kuzisahihisha njia zetu zote. Upendo tu watoto wake. Upendo mwana wa Mungu, na sisi tupendane kama Baba Mungu. Amri yake ndiyo hii, kupendana sana. Mungu akubariki sana. Kipindi kipo hivi.